Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena kwenye kipindi hiki kizuri, na Mungu wa mbingu na nchi awabariki nyote ambao mmekuwa pamoja nasi katika vipindi ambavyo tunakuwa tukijifunza mahali hapa. Je, ni kweli ni kwamba matajiri hawataurithi ufalme wa Mungu na maskini ndio watakaourithi ufalme wa Mungu? Hili limekuwa ni swali ambalo nimekuwa nimeliona mara kadhaa, watu wakiniuliza na wakihitaji tulitolea ufafanuzi. Sio kweli kwamba matajiri hawataurithi ufalme wa Mungu. Hapana, matajiri wataurithi ufalme wa Mungu. Lakini pia sio kwamba maskini ndio watakaourithi ufalme wa Mungu. Pia maskini wanaweza wasiurithi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo watu wanarejelea kwenye yale maandiko ambao Bwana Yesu Kristo alisema kwamba ni vyepesi ngamia kupita kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Na pia wanarejelea lile andiko kwenye kitabu cha Mathayo kwamba heri walio wapole au heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa Mungu ni wao. Neno la Mungu haliko hivyo, wala halikusema kwamba maskini wote wataurithi ufalme wa Mungu. Lakini kuna mambo lazima uyaelewe. Ngoja basi tutaenda kujifunza taratibu, tutaelewa nini maana ya tundu la sindano, kwa nini Yesu alisema ni vigumu tajiri kuingia ufalme wa Mungu, na kwa nini neno la Mungu linasema maskini wa roho wataurithi ufalme wa mbinguni au ufalme wa Mungu ni wa kwao. Cha kwanza unachotakiwa kujua ni kwamba neno la Mungu linaposema heri walio maskini wa roho, sio maskini wa mwili. Kuna tofauti kati ya maskini wa roho na maskini wa mwili. Maskini wa roho ni yule mtu mwenye uhitaji wa vitu vya kiroho. Yaani anahitaji neno la Mungu, anahitaji mafundisho, anahitaji maombi, yaani anahitaji vitu vya kiroho vinavyohusiana na kiroho. Maombi, neno la Mungu, mafundisho, maarifa ya kiroho. Huyo ndo mtu anayehitaji au ni maskini wa kiroho, yani moyo wake na roho yake ina shauku na kitu kinachoitwa neno la Mungu, maombi, maarifa ya kiroho. Huyo ndo muhitaji au maskini wa kiroho. Tofauti na maskini wa kimwili, yeye ni kwamba anahitaji vitu vya kimwili kiwa mavazi, nguo, nyumba, malazi. Huyo ni maskini wa kiroho. Kwa mtu anaweza kuwa ni maskini wa kimwili. Kwa maskini wa kimwili pia anaweza kuwa ni maskini wa kimwili, anahitaji wa kimwili bado hampendezi Mungu, bado anatenda maovu. Sasa maskini wa kimwili ni tofauti na maskini wa kiroho. Maskini wa kiroho ni mtu mwenye uhitaji na mambo ya kiroho yanayohusiana na Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Sasa Yesu aliposema kwamba ni ngumu tajiri kuingia kwenye ufalme wa Mungu na ni vyepesi ngamia kupita kwenye tundu la sindano, Yesu hakusema kwamba matajiri hawataingia mbinguni. Alisema ni ngumu, lakini sio kwamba hawataingia. Na sababu zipo za nini yeye alisema hivyo. Kwa tuangalie kidogo kidogo mfululizo wa mafundisho ili tupate kujua. Naomba ukafuatilie mwanzo mpaka mwisho, tupate kujifunza kwa pamoja na tupate kuelewa. Katika muktadha huo, Yesu anazungumzia kuwa mali na utajiri unaweza kuleta hisia za kujitosheleza na kumfanya mtu asimjue Mungu. Anawaambia wanafunzi wake kuwa ni lazima wachukue hatua ya kumtegemea Mungu badala ya kutegemea nini? Badala ya kutegemea mali zao. Yesu pia anafundisha kuwa ni vigumu kumtumikia Mungu na mali kwa wakati mmoja. Kwenye kitabu cha Mathayo sura 6 mstari wa 24, Yesu anasema ni ngumu kumtumikia Mungu na mali kwa wakati mmoja. Kwa hiyo Yesu anapendekeza kuwa wale wanaotamani ufalme wa Mungu lazima wawe tayari kuacha vyote kwa ajili ya wokovu na kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Sasa hii haimaanishi kwamba wewe uwe maskini au usifanye kazi. Hapana, inamaanisha kwamba panapotakiwa wewe umpe nafasi Mungu, inabidi umpe nafasi Mungu. Pia mafundisho ya Yesu kuhusu mali yanasisitiza umuhimu wa kutafuta ufalme wa Mungu kwanza na kuwa na mtazamo wa kiroho. Yesu Kristo anawasisitiza watu kwanza wawe na umuhimu wa kumtafuta Mungu kwanza na kuwa na mtazamo wa kiroho kwanza. Anaonya watu wasiwe vichwani na mali badala ya kuwa pia na Mungu. Yaani mtu kwenye ufahamu wake na kwenye kichwa chake anawaza zaidi kuhusu mali kuliko Mungu. Anapendekeza na mali zaidi ya kupendelea kuwa na Mungu. Kwa hiyo nayo inaweza kumfanya mtu au mtu ambaye ni tajiri kwa sababu ya kupenda mali zinamkipo bize, anashindwa kumpa nafasi Mungu. Inaweza zikamsababisha huyu mtu arithi ufalme wa Mungu. Pia katika mazingira ya kisasa kuhusu fundisho hili, katika mazingira ya kisasa mafundisho haya yanaweza kutafsiriwa kama ifuatavyo. Kwa mfano, kuweka kipaumbele kwa mahusiano na wokovu wa kiroho kuliko mali. Kutumia mali kama kwa njia inayomheshimu Mungu na kusaidia wengine. Yaani kwamba wewe unapokuwa tayari Mungu amekubariki, una mali, una heshima,
basi kupitia hizo mali ni lazima umtumikie Mungu kupitia mali zako, yani kwa kuwasaidia wengine, kwa kuwawezesha wengine, kwa kuwezesha huduma ya Mungu iende mbele kupitia mali zako. Hapo utakuwa umemtumikia Mungu na mheshimu Mungu na mali zako. Yani kuliko kujiribikizia mali zako wewe mwenyewe au usaidii watu bado tumikii Mungu. Ndio maana Yesu akasema itakuwa ni ngumu sana tajiri kuurithi ufalme wa Mungu. Pia tundu la sindano katika mazingira ya Biblia linarejea shimo dogo au lango dogo sana. Sasa watu wanaosema tundu la sindano sio ile sindano halisi au tundu la sindano halisi. Tundu la sindano linalozungumziwa hapa ni tundu la sindano ambalo Biblia inasema kwamba ilikuwa ni shimo dogo au lango dogo sana. Kwa mfano, kuna tafsiri tofauti kuhusu tundu la sindano. Kwa mfano, ngamia kupita kwenye tundu dogo la sindano ni jambo lisilowezekana. Cha kwanza, yani ngamia kwa akili ya kawaida tu ngamia hawezi kupita kwenye tundu la nini? Kwenye tundu la sindano. Ila tundu la sindano lilikuwa linalozungumziwa hapa lilikuwa ni nini? Lilikuwa ni lango dogo la jiji. Baadhi ya wasomi wanaamini tundu la sindano linaweza kurejea lango dogo la jiji la kale ambalo ngamia walipaswa kupinda magoti ili wapite. Katika kauli zote mbili Yesu anasika kuwa ni vigumu kwa matajiri kuingia mbinguni, lakini sio kwamba hawataingia, ni vigumu. Kwa hata kama wakiingia itakuwa ni kwa binde. Yaani maana yake sio kiurahisi. Yaani maana yake hapo itakuwa ni kiugumu, lakini sio kwamba haitowezekana kabisa kwamba matajiri hawataingia mbinguni. Yani ni kwa ugumu. Kwa hiyo sasa tundu la sindano lilikuwa linamaanisha ilikuwa ni lango dogo la jiji, yani ambalo ngamia walikuwa hawawezi kupita kwenye hilo lango mpaka watue mizigo ambayo walikuwa wamebeba na wakinde miguu ili waweze kupita. Kwa unaona hapo ngamia walikuwa wanapita kiugumu. Kwa hiyo akafananisha huo mfano au hilo tukio la ngamia kupita kiugumu na tajiri aliyejilimbikizia mali, aliyezipa mali kipaumbele kuliko Mungu kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Lakini sio kwamba Yesu anasema matajiri hawataingia mbinguni. Wapo watumishi wengi wa Mungu kwenye Biblia ambao walikuwa ni matajiri na wameurithi ufalme wa Mungu, wakiwemo wakina Ayubu, wakina Ibrahimu, wakina Isaka, wakina Yakobo. Wengi tu walikuwepo ni matajiri na wakaurithi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo inawezekana tajiri kuurithi ufalme wa Mungu ikiwa atampa Mungu nafasi. Sasa tundu la sindano inaaminika kuwa ilikuwa ni lango dogo la jiji la Yerusalemu au miji mingine ya kale. Lango hili lilikuwa dogo sana kiasi kwamba ngamia walipaswa kupinda magoti na kuachilia mizigo ili wapite. Katika muktadha huu Yesu anatumia mfano huu kuonyesha kuwa ni vigumu kwa matajiri kuingia mbinguni kwa sababu wanategemea mali zao badala ya Mungu. Kwa hiyo anawaambia kuwa ni lazima wachukue hatua ya kuachilia mizigo yao na mali zao ili kumtegemea Mungu kabisa. Lakini haimaanishi kwamba uwe maskini, haimaanishi kwamba unapoambiwa kumtegemea Mungu haimaanishi kwamba usifanye kazi. Mali na pesa zako zisiwe kipaumbele, ila Mungu ndo awe kipaumbele. Kwa hiyo mazingira ya kihistoria andiko la tundu la sindano ni Yerusalemu wakati wa kutumishwa Yesu. Lango dogo lilikuwa njia ya kawaida kuingia mjini na ngamia walipaswa kupinda magoti ili wapite. Kwa hiyo utachukua huo mfano na namna maisha ya matajiri na wenye mali ambavyo yatakuwa ni ngumu sana kuurithi ufalme wa Mungu ikiwa tu hawatampa Mungu nafasi. Andiko hili linaonyesha changamoto za kiroho zinazowakabili matajiri na wale wanaotegemea mali zao. Mazingira ya kijamii na kiuchumi wakati wa Yesu yalikuwa na tabaka tofauti. Matajiri walikuwa na mamlaka na ushawishi wakati maskini walikuwa katika hali ngumu. Kwa ndio maana Yesu akatolea tena huo mfano kwamba ni ngumu tajiri kuurithi ufalme wa Mungu. Yesu alihubiri ujumbe wa upendo, haki na usawa, akipinga tabaka na dhuluma. Alitangaza habari njema kwa maskini na kuwaita matajiri kuacha mali zao na kumfuata. Kwa hiyo mazingira haya yalikuwa na athari kubwa kwa mafundisho ya Yesu na mapokeo ya Kikristo. Mafundisho ya Yesu kuhusu mali na haki yanasisitiza umuhimu wa kugawana na kuwasaidia wengine. Anafundisha kuwa mali si ya kudumu na kwamba ni lazima kutumia mali kwa njia inayomheshimu Mungu na kusaidia wengine. Ndio maana Yesu alimwambia Zakayo kwamba Yesu alipofika pale kwa Zakayo alimwambia kwamba ni Zakayo mwenyewe kwanza alipomwona Yesu alisema kwamba Bwana, tazama nusu ya utajiri wangu nitawapa nani? Nitawapa maskini. Kwa kitendo kile baada ya Zakayo kupata wokovu, licha kwamba alikuwa ni mtu mwenye mali, heshima tele, baada ya kupata wokovu anatoa mali zake anawagawia wengine. Hivi ndivyo inapotakiwa tajiri kuwa. Hivi sasa ndio inapotakiwa. Kwa hiyo Yesu anaamua sasa kutoa mali. Huyu Zakayo anaamua kutoa
nusu ya mali zake na utajiri wake na wagawia mahitaji. Kwa hiyo Yesu anasema jihadharini na kila aina ya tamaa, na maisha ya mtu hayatoki kwenye wingi wa mali zake. Kwa maana yake kumbe kuwa na mali na kuwa na heshima tele lazima pia ujihadhari, kwa sababu hiyo inaweza kukutenga na upendo wa Mungu. Kwa hiyo sasa Yesu hakufundisha kwamba matajiri hawataurithi ufalme wa Mungu. Hapana. Ila Yesu anatufundisha kwamba kuna umuhimu wa kugawa na kutoa. Yaani gawana na wahitaji, toa sadaka na wasaidie wengine. Kutanguliza uhusiano wako kwa Mungu badala ya mali zako, fedha zako na utajiri wako. Tanguliza mahusiano yako kwanza na Mungu na wengine kuliko mali zako. Kuishi kwa kiasi. Epuka tamaa ya mali na kuishi kwa kiasi. Ishi kwa kiasi. Hata kama una mali, saidia wengine, wezesha wengine. Hapo unakuwa unamtumikia Mungu, kwa sababu unakuwa unasaidia wengine. Kwa sababu hiyo ni kanuni ya kimungu. Unaposaidia jamii, shiriki katika shughuli za kijamii na kusaidia jamii yako. Kwa haya yote ndio Yesu alikuwa anayafundisha kuhusu tajiri urithi ufalme wa nani? Ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tunapoomba Mungu nafasi na kipaumbele, hakika ufalme wa Mungu utaurithi, lakini kama tukizipa mali zetu kipaumbele ni ngumu sana kuurithi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tajiri na maskini wasipokuwa na uhusiano mzuri na Mungu hawataurithi ufalme wa Mungu. Na maskini wa roho anaweza kumzaa kusoma maskini wa mwili. Kuna tajiri anaweza kaurithi ufalme wa Mungu ikiwa atakuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Pia kuna uwezekano huyo tajiri akashindwa kuurithi ufalme wa Mungu kutokuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Huyo maskini anaweza kaurithi ufalme wa Mungu kwa sababu ana uhusiano mzuri na Mungu. Pia huyo maskini anaweza siurithi ufalme wa Mungu kwa sababu ya kutokuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Kwa hiyo sasa ni lazima tujenge uhusiano wetu mzuri na Mungu. Kwa hiyo hilo tundo la sindano unalozungumza hapo, sio tundo la sindano hii sindano unayojua wewe. Kwa akili za kawaida tu ngamia hawezi kupita kwenye hilo tundo la sindano. Kwa utakuja kuona kwamba tundo la sindano uko nasomea pale kwa ni lango dogo ambalo ngamia alikuwa hawezi kupita akiwa amebeba mizigo, na ilibidi kwanza wakunje mabucha ili waweze kupita hapo. Ndivyo Yesu alisema ni ngumu tajiri kuingia ufalme wa Mungu akiwa amebeba utajiri wake, amebeba mali, amebeba na vitu vyote. Anataka ganavyo ni ngumu sana. Kwa lazima ubitue vingine, ubaki na Mungu ili uweze kurithi ufalme wa Mungu. Basi Bwana Yesu Kristo awabariki.